Je, unafahamu kuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi sasa amewajibu viongozi wa CCM? Makamu wa rais Emmanuel Nchimbi atuma onyo kali kwa viongozi hawa serikalini. Hii ni siku moja baada ya kuitwa Yuda msaliti. Je, wajua kuwa baada ya kuitwa Yuda, makamu wa rais Nchimbi pia yeye amewapa jina lingine zito baadhi ya viongozi serikalini? Jiunge nami, lakini kabla ni kuonyeshe yote haya, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Siku moja tu baada ya makamu wa rais kuitwa msaliti na kupewa jina la Yuda, sasa hivi ametoa onyo kali na kuwaita viongozi wengine wanajiona miungu watu. Matamshi na onyo hili la Emmanuel Nchimbi imevuta hisia za watu wengi kwa sababu imekuja muda mfupi tu baada ya kuibuka mijadala kuhusiana na maoni yaliyotolewa na baadhi ya viongozi na wabunge wa CCM wa kisiasa waliomtaja mtu ambaye jina lake alikutajwa ndani ya serikali wakitumia neno au jina Yuda, kauli ambayo watu wengi kwenye mitandao ya kijamii baadaye walimhusisha naye Emmanuel Nchimbi, pamoja na kwamba baadaye uongozi wa CCM ulijiweka kando na maoni hayo na kufafanua kuwa hawakuwakilisha nafasi rasmi ya chama tawala. Sasa katikati ya mazingira hayo ya kisiasa, ujumbe wa hivi sasa wa Daktari Nchimbi umekuwa mada kuu ya mjadala. Katika maelezo yake na onyo lake, makamu wa rais Emmanuel Nchimbi leo amewaonya vikali viongozi wa ngazi mbalimbali za serikali, CCM na jamii dhidi ya kutumia vibaya mamlaka waliokabidhiwa. Alisisitiza kuwa nafasi za uongozi ni majukumu ya muda yanayotolewa na wananchi wa Tanzania na kamwe yasionekane kuwa ni marupurupu ya kudumu au vyombo vya kuatisha wengine. Onyo hili la Emmanuel Nchimbi linakuja baada ya muda tu baadhi ya viongozi wa CCM kudai kwamba Emmanuel Nchimbi ana mpango wa kumpindua Samia Suluhu, kwamba yeye ni Yuda msaliti ambaye anatamani amana mezia mate nafasi ya urais ya Samia Suluhu. Hata hivyo, kwa mujibu wa Daktari Nchimbi, uongozi hauhusu madaraka kwa ajili yake bali ni utumishi, na kusema ya kwamba kuna baadhi ya watu ndani ya CCM wanajiona miungu watu. Alisisitiza kuwa viongozi wanapaswa kukumbuka kuwa mamlaka wanaoyatumia yanatoka kwa wananchi, na hivyo ni lazima yatumike kila mara kwa manufaa ya jamii badala ya maslahi binafsi, na kwamba nafasi yoyote ya serikali ambayo upo sasa hivi si nafasi ya kudumu bali ni nafasi ya muda tu. Ujumbe wake ulikazia sana unyenyekevu. Makamu wa rais alibainisha kuwa baadhi ya viongozi huanza kujitenga na wananchi wa kawaida mara wanapopata nafasi za uongozi. Alionya kuwa tabia hiyo inadhoofisha imani ya umma na kudhoofisha uhusiano kati ya uongozi, kati ya viongozi na jamii wanazopaswa kuzitumikia. Aliwataka viongozi kuendelea kufikiwa na kuwa na mawasiliano ya karibu na wananchi bila kujali nyadhifa zao au kujiona miungu watu. Kulingana naye Emmanuel Nchimbi, uongozi unapaswa kupimwa si kwa hadhi au vyeo bali kwa athari chanya inayopatikana katika maisha ya watu. Wachunguzi wa kisiasa walianza kuchambua haraka wakati wa ujumbe huu. Wengi walibainisha kuwa kauli hiyo ya Nchimbi ilikuja siku chache baada ya mabishano hayo ya Yuda yaliyohusisha madai na uvumi kuhusu msimamo wa kisiasa wa makamu wa rais ndani ya chama tawala cha CCM. Wakati Daktari Emmanuel Nchimbi hakutaja mgogoro wote wa kisiasa, kiongozi mmoja au tukio mahususi, baadhi ya wachambuzi walidai kuwa maneno yake ya leo yana mafunzo mapana zaidi kuhusu umoja, uwajibikaji na nidhamu ndani ya mifumo ya uongozi CCM. Mtazamaji, tukumbuke maneno haya sasa hivi hayatoki kwa mtu wa kawaida tu, yanatoka kwa makamu wa rais ambaye sasa hivi ndiye mkuu wa nchi, Rais Samia Suluhu akiwa nje ya nchi. Kwa kawaida rais akiwa nje ya nchi, makamu wake ndiye anayeshikilia usukani wa urais hadi rais atakaporejea. Majadiliano hata hivyo yalizidi kwa sababu ya muda ambapo matamshi haya ya Nchimbi yalitolewa. Hivi karibuni mjadala wa hadhara uliibuka CCM kufuatia maoni yaliyotolewa na mjumbe wa baraza la wawakilishi Zanzibari, Simai Mohamed Said, ambaye alizungumza kuhusu mtu mmoja ndani ya serikali ambaye alimtaja akitumia neno la kibibilia Yuda ama Yuda. Hata hivyo, maoni hayo yalizua uvumi ulioenea na
kusababisha tafsiri nyingi mitandaoni. Baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii walijaribu mara moja kuunganisha matamshi hayo na viongozi wakuu serikalini akiwemo makamu wa rais. Hata hivyo, baadaye viongozi wa CCM walichukua hatua haraka kushughulikia suala hilo. Mwenyekiti wa baraza la wazazi wa CCM Fadhili Maganya, kwa niaba ya uongozi wa CCM na Samia Suluhu, alifafanua hadharani kuwa maneno hayo yanawakilisha maoni ya mtu binafsi na si msimamo rasmi wa chama tawala. Maganya alisisitiza kuwa CCM imeweka taratibu za kuwasiliana na nafasi rasmi na kwamba maoni ya mtu binafsi yasitafsiriwe moja kwa moja kuwa yanawakilisha maoni ya chama kizima. Ufafanuzi huo ulitazamwa na wachambuzi wengi kama juhudi muhimu ya kupunguza mivutano na kuzuia kutoelewana. Hata baada ya majibu ya chama, mijadala imeendelea miongoni mwa wananchi, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na watumiaji wa mitandao ya kijamii. Kutokana na hali hiyo, ujumbe wa Daktari Nchimbi leo kuhusu uongozi ulivutia mara moja. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa makamu wa rais alichagua kwa makusudi kuzingatia kanuni badala ya mizozo ya kisiasa. Badala ya kujibu tuhuma au shutuma moja kwa moja, alijikita kwenye maadili mapana zaidi yanayowahusu viongozi wote bila kujali itikadi za kisiasa. Msisitizo wake juu ya unyenyekevu uliwagusa sana wananchi wengi. Katika majukwaa ya mitandao ya kijamii, watu wengi walionyesha kuunga mkono ujumbe huo, wakisema kwamba maafisa wa umma wanapaswa kubaki na uhusiano na raia wa kawaida na waepuke kuwatenga wananchi baada ya kupata madaraka na waache kujiona miungu watu kama alivyowaita Emmanuel Nchimbi. Aliwakumbusha viongozi kuwa nafasi za madaraka ni za muda na kwamba utumishi wa umma unapaswa kuongozwa na uadilifu na uwajibikaji. Kulingana na wachambuzi wa masuala ya kisiasa, kipengele hiki cha hotuba kinaonyesha matarajio ya umma yanayokuwa kuhusu uwazi na uwajibikaji serikalini. Wananchi wengi wa Tanzania wanazidi kutaka viongozi wanaosikiliza kero zao kujibu changamoto na kubaki kupatikana katika muda wote wa kuwa madarakani. Emmanuel Nchimbi kama makamu wa rais alijitetea kuwa uongozi wa kweli unahusisha kusikiliza kwa makini wananchi wanaohudumiwa. Alisisitiza kuwa wananchi wanakabiliwa na changamoto nyingi za kila siku na kwamba viongozi wanapaswa kujitolea katika kutatua kero hizo badala ya kujitafutia umaarufu. Kwa hiyo matamshi ya makamu wa rais yaliibua mjadala si tu kuhusu matukio ya kisiasa ya sasa, bali pia kuhusu ubora wa jumla wa uongozi katika taasisi za umma. Kwa ufupi, mtazamaji, Emmanuel Nchimbi hakuwajibu moja kwa moja wanaomuita Yuda au wanaodhani kwamba yeye ni msaliti ndani ya Chadema na wanaodai kwamba anamezea mate kiti cha Samia Suluhu cha urais, bali ameweza kuzungumzia kuhusu viongozi ndani ya CCM ama ndani ya serikali wanaojiona miungu watu ambao hawataki hata kukutana na wananchi waliowapigia kura, na akaweza kuwaonya ya kwamba madaraka walionayo ni ya muda tu. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika ripoti, video au habari hizi, na kuachia uwanja huo wa maoni ama uwanja wa comment. Unijuze maoni yako kuhusiana na suala hili la Emmanuel Nchimbi kuwaita baadhi ya viongozi walio madarakani serikalini kuwa wanajiona miungu watu kwa kuwatenga watu au wananchi wale waliowapigia kura. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Kumbuka kulike video hii, subscribe, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video au taarifa zetu mpya.